Mheshimiwa Waziri, nianze kwa kukushukuru binafsi kwa namna ambavyo umetoa ushirikiano wa ziara yetu hii. Tumekuja tumejifunza, lakini namna ambavyo umefafanua hoja za waheshimiwa wabunge, kwa kweli tunakushukuru na tunakuombea sana Mheshimiwa Mkenda. Mashirikiano yako kwa bunge kupitia kamati hii ni makubwa, na tunakuombea kwa kweli Mungu akupe afya sana, uendelee kuipambania nchi yetu katika eneo hili la sekta ya elimu. Ni kushukuru pia Naibu Katibu Mkuu kwa niaba ya Katibu Mkuu, na kwa kweli kuna maneno uliyatoa yametupatia nguvu sana, hasa dada yangu Asha Baraka ulivyozungumzia ngao. Kwa kweli unaendelea kumpa relief kubwa sana. Rais, tungelikuwa tuko wenyewe kwenye chumba chetu kile, basi ningekwambia uyarudie tena, lakini kwa sababu tuko huku, basi tunashukuru sana kwa maelezo yako Naibu Katibu Mkuu. Maelezo mazuri sana. Kumbe jambo lenyewe lilikuwa la mbao. Mheshimiwa Waziri, niendelee kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kiukweli haya yote ambayo tunajionea ni mawazo, ni maono yake. Ajenda hii ya VETA wakati ameanza kuizungumza tulikuwa tunadhani kama ni jambo la kawaida, lakini sasa tumeona uhalisia wake, tumeona namna ambavyo rais wetu alikuwa na mawazo mapana makubwa, na tija sasa imeanza kuonekana. Kwa hiyo tunamshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais, na tunaamini sisi pamoja na ninyi ambao mnamsaidia katika utekelezaji wa ajenda hii tutaendelea kumtendea haki kwa kuhakikisha kwamba tunafanya kila linalowezekana kufikia katika yale malengo ambayo ameyakusudia. Sasa nizungumze machache, na mengi yameshazungumzwa na wenzangu kwa lengo la kuweka msisitizo. La kwanza ni kuhusiana na fani. Dasi amelizungumza vizuri sana kwamba fani zinazotolewa zinafanana moja kwa moja na uhitaji wa jamii ambayo imezunguka chuo hiki. Na hilo ndio swala kubwa ambalo sisi kama bunge kila sehemu tunalisisitiza kwamba chuo cha VETA kilipo, kwa sababu kinachukua watoto kwa sehemu kubwa wa jamii ile ambayo inazunguka pale, kiwe ni sehemu ya kutatua changamoto zinazozunguka katika eneo husika. Kwa hivyo itoe zile kozi ambazo zinafanania na mazingira hayo. Kwa hapa sina doubt kwa maelezo ya Mheshimiwa Dasi hapa mambo yanakwenda vizuri, ni wapongeze sana. Moja tu la kukazania ambao nilidhani ningeweza kufanywa kazi kwa haraka sana ni fani ya kilimo na ufugaji. Kwa sababu ya mazingira yalivyo, eneo ni kubwa, bado liko nje kidogo ya mji. Kwa hiyo tukiwa na uwezekano wa kutengeneza hapa, maji sijajua mnayapataje, kama mnachimba au yanakuja, lakini kwa namna yote ile maji Dodoma kuyachimba chini unaweza kuyapata. Kwa kama tunaweza tukapata maji ya kutosha, masuala ya bustani, landscaping na nini, wanafunzi wakawa wanaona kwa kupractice, lakini kwa kufanya kabisa kwenye eneo lao hili, hata mazingira ya chuo pia yanaweza kubadilika, tukawa na uoto mzuri ambao unavutia. Kwa niliombe hili nalo liwekewe mkazo. Lakini swala la karakana, baadhi ya karakana tumeona hazijakamilika, pamoja na hiyo ya mechanical engineering. Tunatamani kuona sasa serikali inakamilisha zile nyenzo zote zinazotakiwa kwenye vyuo hivi ili tuweze kufikia katika tija inayokusudiwa. Tukiwa na nyenzo hizo za karakana, vifaa vya kufundishia, lakini hata katika karakana ambazo tayari zimeshaanza kufanya kazi, tunatamani kuona vifaa ambavyo vinaendana na mapinduzi ya kiteknolojia. Hatutaki tena kuanza kumfundisha mtoto nyenzo za kizamani ambazo ziko huko mtaani na hazijaleta tija. Na ndio maana watu hawafanyi sana hizo shule. Sasa ukimpelekea nyenzo, ukimfundisha na ukazalisha nyenzo ambazo zinavutia kufanya hiyo shughuli, kwa mfano ya kufatua matofali, hata ya ushonaji, hata ya engineering, nyenzo zikiwa zile ambazo ni rafiki za kiteknolojia ya kisasa, zinazovutia, zinaweza zikawa zinatengenezea ubora na kuhakikisha kuwa na uhakika wa uzalishaji mkubwa zaidi huko kwenye site kuliko nyenzo za kawaida. Kwa hiyo tunaomba karakana zikamilike, lakini vile vile vifaa ambavyo vinawekwa kwenye karakana zetu ziwe vya kisasa. Kwa sababu hapa tunalenga kwenda mbele, hatufikiri kurudi nyuma zaidi.
Mheshimiwa Waziri, nimeliona swala la ikama ya watumishi katika chuo hiki. Bado tuna upungufu wa watumishi katika baadhi ya maeneo, lakini kwa VETA zote kwa ujumla nchini, Mheshimiwa Waziri, ifikie pahala huko tunakokwenda tuwe na uhakika wa kwamba fani ambazo tunaziintroduce kwenye vyuo zina wakufunzi wa kutosha, tuna watumishi wanaokidhi, ili chuo kiweze kufanya kazi vizuri na kutoa tija inayokusudiwa. Kwa ili kuweza kupata msukumo na sisi tuweze kusukuma kwa upande wetu. Nadhani tulikuwa na ombi la kupatiwa ikama ya maeneo mengine tulikuwa tunazungumza katika vikao vyetu. Naomba na hii iwe sehemu ya lile agizo la kamati. Tupate ikama ya watumishi wa VETA nchi nzima. Walioko ni wangapi? Wanaokosekana ni wangapi? Gepu lipoje? Nimeona kuna kibali sawa, wakufunzi 700 na kidogo. Ndio, lakini wanaenda kutatua gepu hilo kwa kiasi gani? Upungufu utakuwa umebaki kiasi gani? Kwa tukipata taarifa nzuri ya ikama kwa ujumla, itatusaidia kuishauri serikali wakati wa kutoa hivyo vibali vya ajira kwamba tulenge zaidi katika upande gani. Lengo bado ni kumsaidia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ili tuweze kutoa elimu au ujuzi ambao ameukusudia upatikane kwenye vyuo vya VETA. Mheshimiwa Waziri, nilizungumza wakati tunapita kukagua na kamanda wetu wa Jeshi la Zimamoto kuhusiana na kualika wenzetu wenye taaluma tofauti na hizi ambazo ziko vyuoni wakati tunatoa mafunzo yetu, ili kuendelea kuboresha na kuweza kuweka zile nyenzo ambazo zinaweza zikaongeza ubora na kukidhi uhitaji wa IT. Kwa naomba nilisisitize na hili tuliweke kwenye utaratibu, na sisi tutakuwa tunaendelea kufuatilia kuona kwamba zimamoto wanapangiwa, ikiwezekana wanapangiwa kipindi, ikifika muda wao kupata nafasi ya kuja kufundisha. Kama kuna kipindi kinahitaji labda mtu wa afisa biashara kwa ajili ya kuja kuwapitisha au wanaojifunza ufyatuaji wa tofali, namna gani wa kwenda kubidhaisha hizo shughuli zao na vitu vingine vya namna hiyo, fani katika kila eneo ambalo fani inahitaji utaalamu wa aina fulani kutoka kwa watu wengine, tusijifungie tukaifanya VETA kama kisiwa. Tuendelee kuomba ujuzi kwa wenye uwezo wa kuutoa na tuendelee kuwanufaisha vijana wetu. Mwisho lakini sio kwa muhimu, ni wapongeze kwa kuwa na kampuni tanzu. Hii sasa itatutoa kule kwenye kuzalisha vitu vya midoli vya mfano na kuzalisha vitu halisi. Zamani ilikuwa ukionyeshwa kitu, tunaweza tukatengeneza kitu kama kiti kimewekwa mdoli, yani mfano wa kiti, lakini uhalisia wake unaenda kuzalisha baada ya kumaliza masomo. Lakini hapa kwa sababu ni chuo cha ufundi, tunategemea kizalishwe kitu halisi, tena kizalishwe kwa sababu kwa mfano mashine hizo zinaletwa nzuri kubwa ambazo zinazalisha ile mashine ya vifaa vya ngozi, ikitumiwa vizuri kwa siku inaweza kuzalisha pea 100 za viatu per single day ikitumiwa vizuri. Sasa ukiweza kufanya hivyo kwa wanafunzi ulio nao, maana yake tayari mapato yako ya ndani ya chuo yanaongezeka, uzalishaji unakuwa mkubwa, na hata mwanafunzi ambaye anatoka kwenda uraiani anaenda na mindset ya kibiashara, sio ya kuzalisha kiatu kimoja kwa wiki 2. Kwa hiyo tukiwa tunazalisha hivyo, maana yake tutakuza mapato ya ndani, na kampuni ambayo mmeianzisha kwa kweli itawasaidia, itawapa changamoto ya kutafuta raw materials kwa ajili ya kufanya shughuli hizo. Niwapongeze sana kwa mawazo haya, na sisi tunawaunga mkono na tutakuwa wadau pale ambapo mmezalisha vitu ambavyo mnadhani mnaweza mkatuuzia, basi na sisi kama wadau, kama wateja tutakuja kuvinunua, sio tu kwa ajili ya matumizi binafsi, lakini sisi tuna watu wengi watumiaji kwenye majimbo yetu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Waziri, ninawashukuru sana. Mimi binafsi pamoja na kamati ninayoongoza tumeridhika sana na shughuli zinazofanyika katika chuo hiki, na tunawatakia kila laheri katika kuendelea kutekeleza majukumu na kuendelea kutatua changamoto chache ambazo tumeziweka mbele yao. Asanteni sana, nimekifunga kikao. Mwenyezi Mungu awabariki sana.